Kasuga kwenye dondoo za michezo. Hii Radio Fantasy League bwana, washindi wameshaendelea kupatikana. Ndio Kasuga. Yes, ya washindi wa mwezi wa pili kwa maana mwezi February tayari kushapatikana na wamekuwa wakitangazwa kwa namna moja ama nyingine, lakini kama ambavyo washindi wetu tumekuwa tukiwatangaza kwa maana kwamba Mohamed Tenag sawa bwana, ni Mahemba Tenag, lakini pia kuna mtu kama Edward Victor, lakini pia Walter Lwakurwa, lakini pia yupo Starboy TZ, bila kusahau Josephat Senya pamoja na Albert Kalegele. Hao ni wale washindi wetu 6. Tumekuwa tukiwaimba takribani mwezi wote, mwezi March. Lakini kitu kikubwa zaidi Akisa, kutoa zawadi ambazo watu wataenda kuzipata, shauku huwa inakuwa kwamba mzigo wetu tunapokea lini. Jambo kubwa zaidi ni kwamba zawadi zitatolewa mara baada ya kumalizika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi ujao, kwa maana ya kwamba ya mwezi wa 4, mwezi April, ndo mwezi ambao tunataraji kwenda kutoa zawadi za mabingwa wetu. Mabingwa wale wote ambao walishinda mwezi uliopita, mwezi Februari, lakini pia tutaungana na mabingwa wa mwezi March. Kwa hiyo wale mabingwa wote wakae standby. Kama una ndugu yako unajua ni mshindi, maana kuna mmoja aliniambia kapigiwa simu, ameambiwa amesikia ametajwa kwamba yeye ni mshindi. Kwa hiyo kama ulimsikia ndugu yako ni mshindi, mwambie mwezi ujao ndio mwezi ambao zawadi zitakwenda kutolewa. Kubwa zaidi, EPL itarejea mara baada ya kumalizia kwa international break. Tumepisha kalenda ya FIFA. Kwa hiyo watu waendelee kupanga vikosi vyao. Kumbuka tumebaki na mwezi huu, mwezi March, ambao tunakwenda kuumalizia, lakini tuna mwezi April, afu mwezi Mei ndo ligi inakuwa inaisha, kwa maana kwamba ligi kuu soka nchini Uingereza. And by the way, ligi karibia zote kubwa zinamalizika mwezi Mei. Kwa hiyo tunaelekea mwishoni mwa msimu huu wa 2024-2025. Kwa hiyo tukutane mwezi ujao kwa ajili ya kuweza kutoa zawadi zile za mabingwa wetu. Haya. Yes. Bana, kuelekea viwanjani leo, timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, usiku wa leo itakuwa ikicheza, ambapo tunasema kisayansi itakuwa ni tarehe 26, kwa sababu mechi itachezwa saa 6:30 usiku. Inaanza na nusu. Saa 6:30 usiku ndio mechi inaanza. Kwa hiyo kama una ratiba Kisa, wewe cha kufanya ni wahi kurudi nyumbani, lala kidogo, jiibe kama lisali moja ambao unajua hapa natunza kwa ajili ya baadaye. Kwa hiyo mechi itapigwa saa 6:30 usiku. Ni mchezo wa kundi E wa kuania kufuzu finali za dunia za mwaka 2026, na ukitazama tunacheza dhidi ya Morocco, na kwa upande wa kocha Hemedi Morocco hapo jana alizungumza kuhusiana na maandalizi ya kikosi. Wachezaji wote wapo vizuri, hakuna mchezaji mwenye injury, lakini jambo kubwa zaidi ambalo limeonekana kuwapa tabu ni hali ya hewa ambao wamekutana nayo kule. Ni baridi kali sana, ambalo kidogo wamesema imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndilo eneo ambalo kidogo linawapa tabu, na sometimes kwenye football mazingira unajua yanaweza kukusumbua kwa sababu umetoka kwenye hali ya hewa ambayo sio ambao umeizoea. Mwili una react kwa kawaida. Mwili una react mpaka uweze kuadapt kidogo, inaweza kuchukua time. Lakini pia muda ambao mechi itachezwa ni muda ambao kidogo muda si mzuri sana. Saa 6:30 kwa saa za hapa kule itakuwa kama kwenye saa 4 hivi kwenda saa 5 usiku. Na unajua ni mwezi wa Ramadhani, na tunajua asili ya taifa la Morocco ni taifa la Kiislamu. Kwa hiyo lazima watu wafuturu kwanza mazingira hayo, ndio maana unaweza kaona mechi ipo kwenye muda mbaya. Kwa hiyo ni mechi ambayo tutaenda kuona kile ambacho tunataka tukakipata. Kitu kikubwa zaidi, ukitoa matokeo yale ambayo watu wamekuwa kuna watu kwa sababu tunaonekana tumefungwa mechi 3 zilizopita. Tukiangalia kwenye zile mitandao ya records, kuna zile mechi 3 ambazo tulicheza za Mapinduzi, ambazo zinahesabika kama mechi za kirafiki. Sawa, zile tulipoteza zote. Lakini mechi zetu kubwa ukijaribu kutazama, tuna mechi ile na Guinea na tuna mechi na Ethiopia. Zile mechi za kuania kufuzu AFCON ndo mechi zetu kubwa za mwisho ambazo zote tulishinda. Kwa hiyo pale ambapo tupo mara mwisho tukiwa tupo na ile full squad, tukiwa tupo na kikosi chote ambacho kimesimama kipo vizuri, unaweza kaona tuliweza kupata matokeo ya ushindi kwenye michezo miwili mfululizo, au mchezo dhidi ya Ethiopia na mchezo dhidi ya Guinea. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi ni kuweza kuona kocha Hemedi Morocco na kikosi chake hiki anawezaje kutengeneza mazingira ya kurejea tena tukiwa katika ubora ule ule. Tutacheza dhidi ya Morocco ambaye of course mechi yake iliyopita alicheza dhidi ya Niger na alishinda. Kwa hiyo Morocco anaongoza kundi akiwa na jumla ya alama 12 katika michezo minne. Hivyo kashinda michezo yake yote.
Na Morocco mchezo huu leo akitokea akishinda, maana yake anakuwa amejihakikishia kwa asilimia kubwa yeye kufuzu kutoka kwenye kundi hili kwenda katika finali hizo za kombe la dunia. Kwa hiyo unaweza kaona challenge tulikuwa nayo hii leo mbele ni kucheza dhidi ya timu ambayo imekuwa timu bora kwenye kundi, lakini pia kwenye records kujaribu kutazama almost kwenye michezo 5 ya mwisho mbele ya Morocco sisi tumeshinda mchezo mmoja tu, na mara ya mwisho kushinda ilikuwa ni mwaka 2013. Kwa hiyo tuna muda mrefu tangu kipindi hicho kina Marwan Chamak yule striker wa zamani wa Arsenal yupo na timu ya taifa ya Morocco. Kwa hiyo ni kitambo kidogo tuna hiyo challenge na tupo ugenini. Ukiangalia sisi wastani wa kuruhusu wa kufunga haujawa bora sana. Tuna 0.8. Ukiangalia wastani wa kufungwa na wenyewe sio mbaya sana. Tuna wastani mzuri. Tuna wastani wa kuruhusu 0.8 pia. Ukiangalia kwenye michezo 5 ya mwisho ambayo tumecheza. Kwa hiyo timu yetu ni timu ambayo kama imbalance. Hatufungi sana lakini pia haturuhusu sana mabao. Lakini ukimtazama Morocco, yeye kwenye kufungwa ana wastani wa kuruhusu 0.5. Lakini wastani wake wa kufunga ana wastani wa kufunga goli 4 kwa kila mchezo. Kwa hiyo unaweza kaona wastani wake wa kufunga umekuwa mkubwa na wastani wake wa kutoruhusu mabao au umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo ni timu ambayo inaonekana kwa imebalance zaidi. Kwa sababu sisi tuna wastani mdogo wa kuruhusu mabao, lakini pia tuna wastani mdogo wa kufunga mabao. Kwa hiyo kuna kazi ambayo kocha usiku wa leo Hemedi Morocco atakuwa nao kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ya ushindi. Bana, kwa taarifa tu jana mechi ya Yanga na Singida Black Stars haikumalizika. Kutokana na hali ya hewa ambayo ilikuwa ni mvua kali na ambayo pia iliambatana na upepo. Kwa kitaalamu pande zote mbili zikaona hali ya hewa haikuwa salama sana. Kwa hiyo mchezo kabidi ulikuwa mchezo wa kirafiki. Kwa hiyo mchezo ukaahirishwa, kwa mchezo wa ufunguzi wa uwanja wa Singida Black Stars. Hata goli la kusawazisha kwa sababu mpaka tulikuwa dakika 60 mpaka mechi inaisha 1-1. Bao ambalo walifunga Singida Black Stars ilikuwa ni mpira uliokufa, dead ball, free kick. Sawa bwana, ya Marof Shakei. Ule mpira aliupiga kwa sababu alivyokuwa ameupiga alikuwa kama ameukevu ndio kuwa kama banana kiki. Yani ule mpira ulipiga kona kwa upepo juu. Kwa hiyo kwa mchezaji wa Singida alitaka ku attempt kupiga kichwa, ule mpira ukapita mbele yake kwa sababu upepo ulikuwa mkali ukazuia na likawa bao. Wale leo haitaka kuleta changamoto. Na kwa mujibu wa manager anasema baada ya kukaa ilionekana ile mvua itarudi tena. Kwa hiyo ndio maana wakafika kwenye hatua hiyo ya kuweza kuahirisha. Baadaye kuna kipenga extra saa 6 mpaka saa 7 na miongoni mwa story nyingine kubwa ambayo tutakuwa nayo, inaripotiwa beki wa Liverpool Trent Alexander-Arnold amefikia makubaliano na Real Madrid na huenda kajiunga na timu hiyo kwa mkataba wa miaka 5. Suga wapendi kumaliza kipindi. Sasa hivi ni saa 2:57. Mimi naitwa Kisa Dala. Asante wote mliokuwa pamoja na sisi. Ana makala. Asante kwa kutufuatilia. Kesho pia ni siku inshallah tutakutana hapa. Kila laheri kwa Taifa Stars hii leo.